Marko sura ya 2:5. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Tunajua baada hapo akamwambia, inuka, jitwike godoro lako uende. Tunajua hii ni story ya yule aliyekuwa amepooza. Yesu yuko ndani ya nyumba anafundisha, wakambeba kwenye godoro lake, wakafika kule pamejaa mpaka nje, hamna pa kupita, mlango umejaa, kote kumejaa, hakuna pa kupitisha mgonjwa. Walichokifanya, wakapanda juu ya nyumba, wakatoboa dari, wakamshusha mbele ya Yesu. Nimesema Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule aliyepooza, umesamehewa dhambi zako, jitwike godoro lako na uende. Kwa cha kwanza imani inaonekana, na cha pili, Mungu hafanyi chochote mpaka imani yako imeonekana. Mungu hafanyi chochote mpaka imani yako imeonekana. Sababu isema alipoiona imani yao akamwambia. Kwa hiyo kilichomfanya aseme ilikuwa ni imani yao iliyoonekana. Kwenye chochote ambacho unamwamini Mungu, usipoonyesha imani yako, Mungu hafanyi chochote. Hata kama anatamani kufanya, ila kama haujamuonyesha imani yako hafanyi. Biblia inasema alipokuwa akifundisha, uweza wake ulikuwepo kuponya, ila asingeponya mpaka kwanza imani yake imeonekana. Inasema alipoiona imani yao akamwambia. Kwa hiyo kilichomfanya amwambie ni imani yao iliyoonekana. Wasingeweza kuonyesha imani yao, wangeondoka na mgonjwa wao. Kwa mahali popote unapohitaji msaada wa Mungu kwenye eneo lolote, hakikisha lazima utafute kuionyesha imani yako. Unamwambia Mungu, imani yangu hii hapa. Sababu imani ni nini? Waebrania 11 mstari wa kwanza anatuambia imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasionekana. Faith is the substance of things hoped for, the evidence. Kwa hiyo Mungu haruhusiwi kuingia kwenye jambo la mtu bila kuwa na uhakika. Ni sawasawa na unapotaka kununua kiwanja, ni cha kwako, tupo uthibitisho, unatoa hati kwamba hii ndio hati ya umiliki wa kwangu. Bana, hili ni gari la kwako, tupe kadi. Unatoa kadi. Kadi ni uhalali wa gari lako. Tuangalie na jina la kwako, kile kitu cha kwako. Bwana, unasema umesoma mpaka kitu fulani, tupe vyeti. Tunathibitisha uhalali wa elimu yako. Kwa Mungu ili aingie kati, lazima umuonyeshe kithibitisho cha eneo la kwako unalohusika nalo. Lazima alipoiona imani yao akawaambia. Ibidi aone kwanza. Lazima uamini kwamba mahali pa juu ni sehemu yako. Na ukishaamini kwamba mahali pa juu ni sehemu yako, anza kuonyesha imani yako kwamba nina nafasi yangu pa juu na ninakaa juu. Alipoiona imani yao. Kwa imani inaweza kuonekana. Imani isionekana sio imani. Lazima kwanza utafute kila namna ya kuonyesha imani yako. Biblia inasema hivi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Kwa mwanadamu amewekewa namna ya kuishi ni kwa imani. Sio kitu kingine. Hatuishi kwa chochote kingine duniani isipokuwa kwa imani. Hatuishi kwa kufanya kazi. Tunaishi kwa imani. Kwa sababu hata kazi zenyewe zinahitaji tufanye kazi kwa imani. Hatuishi kwa chochote kile kinachotuzunguka, tunaishi kwa imani. Kwa sababu kila kitu tunachokifanya tunatakiwa tufanye kwa imani. Biblia inatuambia, lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni katika jina la Yesu Kristo. Unapoongea katika jina la Yesu, maana yake ni kwa imani. Lazima uamini, uwe na imani katika jina la Yesu ili itende kazi kwenye eneo husika.